لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Je, umewahi kusikia sauti inayopenya mpaka rohoni? Je, unataka kujua siri ya ladha ya sauti nzuri kwenye Qur'ani tukufu? Karibu kwenye Ladha ya Maqamati, kipindi kinachofundisha kwa weledi kuhusu makamati mbalimbali kama vile nahwandi, rasti, barawa pamoja na bayat. Hapa utakutana na walimu mbalimbali waliobobea katika makamati mbalimbali, na kupitia ujuzi wao watakufundisha jinsi ya kutumia makamati mbalimbali katika usomaji wa Qur'an. Unakosaje kipindi hiki? Kwa mfano ni hapa Ibn Jazar TV. Naam, salamu yake Manani, salamu yake Rahman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mtazamaji wa Ibn Jazar TV popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi maridhawa, kipindi cha tafsiri ya Qur'an, kipindi ambacho kitakuwa kinakujia kupitia Ibn Jazar TV, tukiangazia kuhusiana na tafsiri ya Qur'an, kitabu cha Mwenyezi Mungu, kitabu ambacho kimeshushwa kwetu kwa ajili ya kuwa mwongozo wetu. Jina langu ni Hamza Shaaban Lusambo, siko peke yangu bali niko na mtaalam, mwalimu wetu Sheikh Muhammad Taha, ambaye yeye ndiye amebeba jukumu la kuweza kutufundisha tafsiri ya Qur'an, tukiamini kwamba kupitia tafsiri hiyo ya Qur'an tutaweza kuijua Qur'an pamoja na ujumbe ambao umekuja nao Qur'an. Sheikh Muhammad, karibu sana katika studio zetu za Ibn Jazar TV. Asante sana ndugu mtangazaji, na nimekaribia inshallah. Watu wanataka kujua kwanza jina lako, elimu yako na wanataka kujua pia kwa nini sasa unakuja kuwafundisha tafsiri ya Qur'an. Naam, karibu. Naam, jina langu mimi ni Muhammad Taha Omar na ni mwalimu hapa Ibn Jazar Secondary School. Nafundisha elimu ya dini ya Kiislamu pamoja na lugha ya Kiarabu. Lakini vile vile na darasa zangu nyingine nje ya hapa msikitini, ambalo sana ni darasa la fiqh na tafsiri. Ama kwa leo hapa Ibn Jazar TV tumekusudia kuweza kuwafundisha watu au kuwasomea watu tafsiri ya Qur'ani tukufu, hasa katika juzu amma. Naam. Kwa nini tafsiri ya Qur'an? Kwa nini utufundishe tafsiri ya Qur'an sisi wana Ibn Jazar TV? Ni muhimu kuweza kuifahamu tafsiri ya Qur'an kwa sababu ni maneno matukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yana ujumbe mbalimbali na hukumu mbalimbali ambazo zimepatikana katika hiyo Qur'an. Kwa hiyo kuisoma Qur'ani peke yake bila kupata tafsiri, inawezekana kabisa ukapitwa na vitu vingi au ujumbe mwingi ambao uko ndani ya Qur'an. Mara nyingi tumekuwa tukishuhudia baadhi ya maimamu nje ya nchi, na hata baadhi ndani, anaposoma Qur'an anakuwa analia, chozi linamtoka. Unahisi baadhi yetu tunashindwa kutoa machozi kutokana na usomaji wa Qur'an kwa sababu huenda tafsiri ya Qur'ani hatunayo, maana yake hatujui maana ya kile kilichoandikwa na kinachosomwa? Hilo ni sahihi, kwa sababu kama utaisoma Qur'ani vizuri na ukafahamu ujumbe ambao umo ndani yake, basi inaweza kafika mahala aya ukaisoma na ikakuliza kutokana na ule ujumbe mzito uliopo ndani ya aya hiyo. Lakini kwa watu wetu wengi katika sisi ambao hatufahamu lugha ya Kiarabu, hatufahamu tafsiri ya Qur'ani, inaweza ikasomwa aya ya adhabu kukuta mtu anacheka au anapiga mashaallah, lakini hajui kwamba ni aya inazungumzia adhabu. Wakati zile aya zinazungumzia huzuni au adhabu, basi pale ndio mahala pa kuzingatia kabisa kwamba hili jambo hili analozungumza Mwenyezi Mungu ni jambo zito na lina huzuni mkubwa. Kwa hiyo kwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewapa imani ya hali ya juu, basi anaweza akatokwa na machozi, hasa watu wakiwa katika sala. Katika sala inaleta huzuni zaidi, na maana unaifikiria Qur'ani, unafikiria na yale yaliyozungumzwa, basi pale chozi litabubujika kutokana na ujumbe mzito uliomo ndani ya Qur'an. Lakini ikipatikana ujumbe ambao una furaha, takiwa mwanadamu afurahie na muombe Mwenyezi Mungu neema ile au furaha ile amjalie katika nafsi yake na yeye vile vile. Tunaanza na juzu amma, si ndio? Kwa nini juzu amma? Tunaanza na juzu amma kwa sababu ina sura nyingi fupi na zina ujumbe wake mfupi, lakini una maana pana na una ujumbe mzito.
Juzu amma imezungumzia sana habari za kiyama na vile vile imezungumzia viumbe vingi vya ajabu walivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala na ameviapia Mwenyezi Mungu kwa wingi katika sura mbalimbali ikiwemo kama jua, mwezi, usiku, mchana, nyakati hizi. Kwa hiyo juzu amma kwanza imekusanya sura nyingi na ina ujumbe mwingi na sura nyingi zinazungumzia masala ya kiyama. Kwa hiyo linawapeleka watu zaidi siku ya kiyama. Na sura nyingi zilizomo katika juzu amma ni sura ambazo zimeshuka Maka. Kwa tunaona kwamba wahi wa mwanzo umeshushwa wakati mtume yuko Maka. Ni sura ambazo zina ujumbe mzito sana kuliko sura ambazo za Madina. Nyingi zilikuwa zinaelezea bayanati mbalimbali za hukumu, maelezo, umeona na mengineyo mengi na nguzo nyingine za Uislamu ambazo zilishushwa katika mji wa Madina na zinaelezea kwa upana kabisa hizo hukumu na sheria mbalimbali. Tuliwahi kuambiwa kwamba kila sura ambayo imeteremshwa ndani ya Qur'an ina sababu ya kushuka kwake, kwa maana ya sababu nuzul. Ufundishaji wako, je, utakwenda kutuambia pia sura imeshuka kwa sababu gani? Baadhi ya sura tunaweza tukaelezea katika juzu amma. Lakini kwa kuwa tunaenda na kitabu hiki Al-Mu'in ala fahmi al-juz'i 30 cha juzu amma ambacho ni kisaidizi cha kuifahamu juzu ya 30 ambayo ni juzu amma cha Ustadh Dr. Zaid Umar Al-Uwaisi ambaye ameweka malengo yake ya kitabu hichi. Na hakutaja sana asbabu nuzul bali ametaja abrazu mawdhu'ati sura, yale ambayo yamejitokeza zaidi katika sura ile ameyataja kwa ujumla, lakini hajaleta asbabu nuzul. Lakini ikitokea kwamba zipo sura ambazo ziko dhahiri sababu nuzuli zake tunaweza tukazitaja inshallah biidhnillah, lakini sio lazima sana kuzitaja. Tutaenda na manhaj au utaratibu wa mtunzi wa kitabu hichi, madhali tumekichagua kwamba ndio kiongozo chetu katika tafsiri, basi tusiende kinyume na miongozo ambayo ametoa mtungaji. Sawa. Naam, ndugu mtazamaji wa Ibn TV, kipindi tulichokuwa nacho muda huu ni kipindi cha tafsiri ya Qur'an, kipindi ambacho kinakujia kupitia Ibn TV, kikitufundisha maana mbalimbali ya aya mbalimbali na sura mbalimbali ndani ya Qur'an. Tupate mapumziko mafupi halafu kisha tutarejea. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Je, umewahi kusikia sauti inayopenya mpaka rohoni? Je, unataka kujua siri ya ladha ya sauti nzuri kwenye Qur'ani tukufu? Karibu kwenye Ladha ya Makamati, kipindi kinachofundisha kwa weledi kuhusu makamati mbalimbali kama vile nahwandi, rasti, barawa pamoja na bayat. Hapa utakutana na walimu mbalimbali waliobobea katika makamati mbalimbali, na kupitia ujuzi wao watakufundisha jinsi ya kutumia makamati mbalimbali katika usomaji wa Qur'an. Unakosaje kipindi hiki? Kwa mfano ni hapa Ibn TV. Naam, ndugu mtazamaji wa Ibn TV, bado tuko kwenye kipindi cha tafsiri ya Qur'an, ukiwa ni ufunguzi wa kipindi hiki tukiwa na mwalimu wetu Sheikh Muhammad Taha akitueleza umuhimu wa kusoma tafsiri ya Qur'an sisi kama jamii ya Kiislamu, na kwa namna gani ataweza kutuwezesha sisi kuweza kuijua tafsiri hiyo ya Qur'an. Sheikh Taha, tumalizie kipindi chetu kwa neno lolote kwa watazamaji kuelekea kipindi hiki. Tunapenda kuwakumbusha watazamaji wa Ibn TV online kwamba Qur'ani ina umuhimu wake. Umuhimu wake wa kuisoma, kuna faida za kupata thawabu, lakini vile vile kujua zile jumbe ambazo zimetajwa ndani ya Qur'ani, zimezungumzwa ndani ya Qur'ani, kuzifahamu na kuzifanyia kazi ni vizuri zaidi kuliko kwamba kusoma tu Qur'ani matini ukapata thawabu lakini usujui ujumbe huu uliozungumziwa hapo umekusudiwa kina nani. Kuna jumbe ambazo zimezungumziwa nyumati zilizopita zinatupa mazingatio makubwa sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano ukaangalia kuna kaumu Adi, kuna kaumu Thamudi, zote hizi ziliangamizwa. Kwa hiyo ili uweze kuzifahamu lazima ujue tafsiri ya Qur'ani. Na ili uweze kujua tafsiri ya Qur'ani lazima kwanza uisome lugha ya Kiarabu, kwa sababu ndio inakupeleka katika kufahamu hiyo tafsiri ya Qur'ani tukufu. Kwa sababu maneno mengi ambayo yamezungumzwa kwenye Qur'ani ni maneno ya Kiarabu, na hata hawa waliotafsiri wametafsiri kwa maneno
ya Kiarabu. Kwa hiyo inakuwa ni muhimu kwa watazamaji kujifunza Qur'ani tukufu na kujifunza tafsiri yake ili waweze kupata ujumbe maridhawa ambao umetajwa ndani ya Qur'ani na waweze kuufanyia kazi. Kwa hiyo inshallah tukiwa pamoja tutaweza kufundishana vizuri tafsiri ya Qur'ani na kuna maneno ambayo ni maneno magumu yametafsiriwa kwa lugha ya Kiarabu. Yameshereheshwa. Kwa hiyo sisi tutayasherehesha ili tuyafahamu katika lugha kwamba neno hili hapa linakusudiwa nini, hapa Mwenyezi Mungu alipotaja kitu hiki alikusudia nini. Kadiri ya Allah atakavyotuwezesha. Shukrani sana Sheikh Taha, Mungu akujaze kila la kheri, akupe nguvu tuendelee kustafidi na wewe. Amina inshallah wa shukran jazila. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Naam, ndugu mtazamaji wa Bunjazar TV, kipindi ilikuwa ni tafsiri ya Qur'an, tukikifungua kipindi hiki ambacho inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kinakwenda kurindima kupitia Bunjazar TV. Jambo la msingi ni kuwa karibu na TV yako, na kama hujasubscribe channel yetu basi uweze kusubscribe channel yetu na uendelee kufuatilia vipindi vingine maridhawa ambavyo vinakuja. Jina langu ni Hamza Shabani Lusambo, nyuma ya kamera nilikuwa naye Muhammad Isa Gingi. Mpaka wakati mwingine, bye bye.